Bunge la Maisha. Mahojiano na mazungumzo kuntu. Bila shaka ikiwa ni saa 2:16 zinakatika na Video Maisha, video zaidi ya Video Maisha asubuhi ya 10 na sakali, na kama tulivyosema awali, asubuhi ya leo tuko na katibu wa afya ya umma Bi Mary Muthoni ambaye yupo ndani ya studio asubuhi ya leo. Yapo mengi ya kuzungumzia, na bila shaka nadhani kwamba mtu sahihi akuweza kusaidia kuyazungumzia ni katibu wa afya ya umma Bi Mary Muthoni. Katibu, jambo jamani? Mzuri sana. Habari ya msikilizaji leo? Msikilizaji atatuambia kwamba kama hajambo. Hako salama. Natumai yuko salama. Weekend ilikuwa mzuri. Wewe yako ilikuwa vizuri? Hata yangu ilikuwa njema kabisa. All right. Yes. Wajua sakali, labda kitu ambacho pia wengi hawajui ni kwamba katibu Bi Mary Muthoni, I understand kwamba ni mwenyekiti wa muungano wa makatibu wa afya barani Afrika. Ni mwenyekiti wa muungano wa makatibu wa afya. Aliteuliwa hivi majuzi barani Afrika bila shaka. Kabisa. Congratulations man. Asante sana na hiyo ni nafasi mzuri sana kuonyesha ile confidence the rest of Africa have for Kenya. Okay. Hiyo ni kwanza, na pia ile maneno yote tunafaa kufanya pamoja kama majirani. Tunafanya kwa umoja kwa sababu pathogens zinanga visa. Na hata ugonjwa haina boundaries. Kwa hivyo tunafaa kushikana pamoja kama kama countries za Africa ndio tuweze kustandardize mambo ya healthcare workforce, tuweze kukinga outbreaks zenye zinakujia kama Ebola, Mpox, mambo ya cholera, issues za public health events. Na pia tuweze kuangalia ya kwamba hata mambo ya mahospitali ama ya equipping the hospitals, tunaweza tukakuwa na standardized way, or even kama ni labs tukuwe na enhanced capacity ya labs. Okay. Tulisoma sana time ya COVID. Yeah. Muliona ya kwamba saa zingine tulikuwa na mpaka pesa lakini hatungenunua dawa. Kwa sababu what we do is just import drugs. And that is why ile mambo ya local manufacturing ni very very important kutilia maanani katika Afrika. Ndio tukiweza kumanufacture madawa yetu sisi wenyewe, tukipatwa na jangwa kama ile tulikuwa nayo ya COVID, corona, tunaweza tukashikilia watu wetu. Tulikuwa na pesa, hatukuwa na madawa kwa sababu hata kule madawa inatoka walikuwa wanashikilia for their own population. Sasa tulisoma somo kubwa sana. Okay. Sasa hii platform ya PSS wa Africa, and unajua PSS are accounting officers in the ministry and in their ministries, in their respective ministries, especially many countries in Africa. So they are able to see how to mobilize funds, kulete fedha pamoja, fedha yenye itaenda kwa mambo ya kiafya. Na umetaja Ebola, PS sasa hivi tunazungumzia more than 4,000 confirmed cases za Ebola katika taifa la DRC, Uganda, and of course there is one case ya kule Ufaransa. Lakini tuzungumzie virusi hivi vya Ebola, 4,000 cases katika taifa ambalo halipo mbali na sisi, taifa ambalo ni mshirika wetu mkubwa wa kibiashara. I mean we move into DRC and out kibiashara almost every hour, every minute and so on. Unadhani kwamba Mkenya wa sasa ana sababu ya kuwa na wasiwasi na kuwa na hofu kutokana na virusi hivi vya Ebola? Indeed, uko nje in the last 24 hours kumepatikana kama 81 new cases, lakini sio hapa Kenya. Pale nje kwa majirani. Na kumeonekana hata 49 confirmed deaths. Na pia tunaona watu wanaendelea kutibiwa. Kwa sababu in the last 24 hours pia tuko na kama 17 wenye wamerecover. Na uko ni hapo nje. Culminatively tumeona ya kwamba watu kama 4,074 wakiwa confirmed cases kule Congo. Na pia pale Uganda
kumekuwa na watu kama 20 wale confirmed cases na 2 deaths. Lakini hapa Kenya hatujapata kupata hata mtu mmoja amekuwa na virusi za Ebola. Na tunamsifu Mungu kwa hivyo, na tunaendelea kukaza ndio tuone ya kwamba hatuna mtu yoyote amepatikana na hiyo virusi ya Budibugyo ya Ebola. Tumeweza kufanya surveillance pale kwa mipaka katika mipaka yetu yote ile 26 kutoka Malaba, Lukhaga, huko kote surveillance inaendelea, ile enhance mpaka kutuma watu wengine ndio wa beef up. Pia tumeweza coordinate between the two countries, the neighboring countries. Team zetu wana train pamoja na wa Uganda, wa Tanzania. Tunaweza pia screen watu wakiingia katika nchi yetu, whether it is by land or sea or air. Okay. Tunaweza screen wakiingia, na pia tumeweza ku increase the number of trained healthcare workers. Unajua in 2014 tulikuwa pia tumepeleka wahudumu wetu kule West Africa when Ebola ilikuwa mingi sana. Tukapeleka wahudumu wetu pale, more than 100 of them, na wale wahudumu bado wako hapa nchini. Sasa tumeweza kuwaretool kama kuwaretrain, na pia kuongezea wengine katika ile kikosi, ndio ijapo tupate kesi hata moja tutaweza kupambana nayo kweli kweli. Lakini katibu, pia coordination ya counties na national government which is very important. During COVID tulikuwa na structures, we built a lot of structures, both software and hardware. Na zile structures including emergency operations centers ziko pale. What we only need ni kureactivate na make sure that they are operational. Ndio tukija tukapatwa na kesi yoyote, basi tutaweza kuwa na mahali pa kufanyia ile kazi, na pia isolation centers and quarantine centers. Katibu, nadhani kwa maelezo mazuri, lakini kuna swali ambalo kila Mkenya huwa anajiuliza kwamba how strict are our borders in terms of surveillance, kwa sababu hili ni swala ambalo kwamba limekuwepo kwa muda mrefu, kwamba tunasema kwamba tumeweka wataalamu wa afya pale wanafanya vipimo, lakini Mkenya hajashawishika in terms of strictness within our borders. Na wakati unalijibu hilo, kuongeza tu kaka hukumu, wengi wamekuwa kilaumu serikali ya Kenya kwamba katika mataifa mengine katika eneo lile la mpaka, kwa mfano mpaka wa Kenya na Uganda, ukikwenda kule upande wa Uganda unapata kwamba it's stricter kuliko ukija kwa mfano upande wa Kenya. Na hilo ni sawa na vile vile majirani zetu wengine. Hatuwezi tukakuwa 100% ya ukweli. Lakini ningependa labda ikue case by case, because hatuwezi tukageneralize kila kitu. Ilhali tunaona ya kwamba hata sisi ndio hatujapatwa na ile ugonjwa, kwa sababu ya ile mikakati tumeweka katika boundaries zetu, kule kwa boundaries zetu. Sasa hiyo inaweza kuwa ni either opinion, ama inaweza kuwa pia ni ile kijumla tunaongea. Umesikia mtu akisema, tumesikia mwingine akisema, lakini tungependa kuona ya kwamba kama kuna complaint kama hizo zinaweza zikatufikia pale kwa ministry, ndio tuweze tukaenda tukarekebisha nini ile. Nitakupatia mfano PS, kwa sababu mojawapo wa shutuma ni kwamba kuna maeneo mengi ya mipakani ambayo si rasmi, na umetaja mikakati mingi ambayo imewekwa katika maeneo ambayo ni ya mipaka ambayo ni rasmi. Of course umetaja Lukhaga, umetaja Malaba na maeneo mengine, kwa mfano iwapo tunarejelea Uganda. Lakini kuna wakati, kwa mfano, I'll give you a practical example. Kuna maeneo ambayo Wakenya wanaishi huku, wanavuka huko, wanafanya shughuli zao, wanarudi upande huu, na ni maeneo ambayo si rasmi. Sasa wizara yako ama idara yako inafanya nini kuhakikisha kwamba maeneo kama yale, kwa sababu haitasaidia iwapo umeziba hapa because hapa ni official, lakini huku kwingine kote na huku kwingine kote Wakenya wanaingia wakirudi, Waganda wanaingia wakirejea kwao. What is your I can give an example kama pale Busia. The county government ya Busia walituma watu wao kule boda. Tukumbuka yetu ni coordination na county governments pia. Sio, it is not a one man show.
it is a coordination between county governments na agencies zingine zote. Sasa pale Busia wanashikana na askari, wanashikana na agencies zingine kufikia zile porous borders. Na pia tunawahimiza wale watu wanaishi pale, especially wale watu wa nyumba 10 wakuwe wachangamfu kabisa. Ndio wale watu wanafika pale wakiingia kwa boda kwanza pia wanapimwa, na tuko pia na CHPs. Wale wako pia na namna na village elders, namna ya kujua ni nani ameingia pale Kenya, ni nani ametoka pale Kenya. So this is a coordinated way of reaching out to as many people as possible. Okay, but how empowered are they? I'm looking at these village elders, the Nyumba 10, because actually Sakali, on the same note, Madam Piers, kuna moja anauliza hapa, anaitwa Nicholas Maria, anasema kwamba Kumu na Sakali, kindly speak to the peers on something about community health assistance. I am one of them. Actually, anasema kwamba is one of them. Anasema kwamba the government is stressing more on the CHPS than us trained on the ground. Okay. Unajua, a CHA is an employee of the government. Ameajiriwa. Yeye ni supervisor. Kwa hivyo yeye sio CHP. There is a difference between CHA and CHP. CHP ni yule anafanya kazi pale chini kabisa. Sasa huyu cha anafaa kuwa supervisor wake. Anakuwa na watu 10 katika kikundi chake. Kwa hivyo hakuna mtu amewasahau. Ilhari tunafaa kufanya kazi pamoja so that we see masilahi yao pia kama inaweza ikakuwa improved. So naelewa vile anasema, naelewa labda they need their strategy improved, kwa the community health strategy iko enhanced, ndio tuweze kushika maneno ya CHs. Okay. Unajua CHP, when we came into, the government came into power and we formed the follows, there was the Primary Healthcare Act of 2022. Na hiyo ndio 2023, sorry. Na hiyo ndio ilishika mambo ya CHP kabisa. We have 107,831 community health promoters. Na hawa hiyo ndio jeshi ya chini kabisa. CHA kazi yake ni sasa kuunganisha wale 10 wake na kuwa supervise, kuangalia kama walienda kule manyumbani. Lakini CHA kazi yake si ya kwenda manyumbani. Okay. Yeah. Kumekuwa na wale ambao wanahisi kwamba sasa ni vizuri angesema labda kwamba ni jambo gani wangependa wafanyiwe. Okay. Because ni vizuri pia kusikiza mawaidha yao. Ama ni gani imesisitiwa sana na yake haijaguswa sana. Yes. Yes, kwa sababu najua kwamba kuna mengi ya kuzungumzia Sakali. Nadhani kwamba hebu tueleze na ueleze wa Kenya kuhusu is it a current quarantine ama is it an isolation center? Pale Laikipia pale. Is it a quarantine center ama ni isolation center? Sasa mambo ya Laikipia ilisimamishwa na koti. Yeah? Mambo ya Laikipia ilisimamishwa na koti, na koti ikisema tusimamishe tukasimamisha. Lakini siwezi nikakosa kuongelelea mambo ya quarantine na isolation center. There's a slight difference between quarantine and isolation center. When you're quarantined, hiyo ni kumaanisha kwamba wewe umekuwa exposed. Labda wewe ni daktari, umekuwa ukitibu wale watu wako confirmed cases ama wagonjwa. Sasa unaona uko exposed kwa ile ugonjwa. Na unaweza kuwa umepata zile virusi pia. Lakini ukiwa isolated, wewe ni mgonjwa na unatibiwa, unakunywa dawa. So ukiwa quarantined, sio lazima ukunywe dawa. Ni ile observation period. Okay. Unaona kama kwamba Ebola incubation period yake ni 21 days. So karibu mwezi mzima unaweza kuwa uko exposed leo na virusi haijapatikana, but within those 21 days unaweza ukapatwa na virusi
uko na ile ugonjwa. Okay. So unakuwa quarantined ndio usifike kwa watu wengine ukakuja ukawashikisha ile ugonjwa bila kujua. Lakini ukiwa isolated, wewe ni mgonjwa kabisa. So ile center ni gani? Ile ambayo iko Laikipia? Hakuna. Nimekwambia mambo ya Laikipia tuliambiwa tuache na koti, and you cannot discuss something that is in the court. Okay. So there's nothing going on. So I cannot talk about anything that is in court. Tuongee mambo ya zingine, kwa sababu kusema ukweli kama Kenya, in fact tunafaa kuwa na kila county iko na quarantine center yake and isolation center, zile ziko operation. Sahi ni counties kama 26 zenye ziko na facilities. Naona na ningependa kusema ya kwamba in case we get a confirmed case from any of the counties, unaona kama hawana hizo isolation centers na hawana quarantine center, inaweza kuwa vigumu sana. So ya Laikipia ilikuwa moja wapo tu ya zingine zile zinafaa kuwa. Ni vile tu. P.S. Yeah. The story wasn't about Kenyans. I mean, originally it was about American citizens and so on. Na ulivyosema, of course, ni swala ambalo mahakama iliweza kutangaza msimamo wake kuhusu hilo. Labda swali la moja kwa moja tu. Why was it so difficult for this information to come out, I mean, to Kenyans at the start? Kuliko kwamba itokene kana kwamba ni minong'ono, kana kwamba ni rumors, and then later on, I remember waziri wako Aden Duale, waziri bila shaka wa afya, akilazimika kwenda mpaka mahakamani pale kuweza kusema kwamba okay, I'm sorry, you know. Mbona process hii yote wakati ambapo it's just clear kwamba katiba ya 2010 it's talking about public participation na umuhimu wa wananchi kupatiwa information? Lakini mimi sioni ni nini ilikuwa unique about it. In Kenyatta tuko na facility kama hiyo for American citizens. Na Queen. But this was anyway, tumesema tusionge mambo yenye iko kotini tafadhali. Lakini wacha nikwambia ya kwamba hakuna institution inajengeangwa watu wa kutoka mahali fulani. Lakini kama hao watu wameona tusaidie the country, it is not for American citizens, it is for everybody. So at no point was this for American citizens? At no given time? It is for everybody. So tafadhali, and it's not ongoing. Na nimekuambia tafadhali tusionge mambo yenye iko kotini. You will not push me to that. Okay. Yes, it's okay. We understand you, but I think you. No, I don't think you understand. No, we do. We do understand you kwamba masuala ambayo kwa mahakamani don't want to discuss. Yeah. Lakini at the end of the day, ili ni swala ambalo la public interest, and of course mahakama tayari iliweza kujieleza kuhusiana na swala hili na ikaweza kutoa mwongozo kuhusiana na swala hili. But you see, Wakenya wanajiuliza kwamba hivi mimi Mkenya, hukumu Mkenya, wewe Mkenya, sisi sote wa Kenya, we are not a priority or something? I mean, before even talking about these other quarantine centers and isolation centers. Tumesema tusiongelele mambo yenye iko kotini kwa sababu koti ilisema tuachane mambo ya Laikipia na tukawacha. Sasa that case is still live in court. Na siwezi nikaiongelelea. Okay. Fair enough, fair enough, katibu. Can we talk about maybe the Mpox? Na maybe tuambie the current situation in the country kwamba iko vipi? I would be happy. Naweza kuwa ninafurahi sana kama wana kama radio stations, TV stations wanatusaidia kufikia Wakenya, kuambia Wakenya venye watafanya ndio wajikinge na hii magonjwa mingi. In fact, tunaongelelea mambo ya Ebola sahi. Lakini tumesahau tuko na Mpox yenye imeua watu 19. Okay. Katika Kenya hii. In the last, I think 2 years. Culminatively, watu 1,245 Mpox cases have been confirmed. Wengine wametibiwa, wengine wameenda nyumbani. In a span of period, in which period? Maybe 1.5, 2 years. 1.5, 2 years. Yeah. Na 19 wasema kwamba wamefariki so far. Kwa sababu ya Mpox. Ukienda pale Kenyatta, wale watu wamejaa isolation center. Sasa hiyo isolation center wako na Mpox. And they are already isolated.
Ebola hatuna kabisa. Lakini jua isolation is isolation. Inaweza kuwa ni Ebola, inaweza kuwa ni Mpox. We already have patients. Na our deaths Mombasa 7 wamekufa, Busia 2 wamekufa, Nairobi 2, Homa Bay 2, Bungoma 1, Uasin Gishu 1, Makueni 1, Kilifi 1, Trans Nzoia 1, Nakuru 1. And what's so unique about Mombasa? Kwa nini kesi za vifo vimekuwa vingi Mombasa in terms of the statistics and the figures ambao umetupia? Yeah. Unajua ugonjwa ya Mpox kama Ebola pia inatoka pale Congo. The exposure inatoka hapo Congo, na because of our in and out of the countries trade, you know, and socials, watu wengi kama truck drivers wanatoka pale, wanabiashara wanatoka pale, wanakuja katika nchini. Na ukiona truck drivers wanakujanga all the way, wanaenda kuchukua mizigo tena kwa Mombasa na tena kurudi katika hiyo corridor. Ukiangalia penye tumepata vifo ama penye tumekuwa na watu wengi wamekuwa affected, kama Mombasa ni 452 ndio wamekuwa affected, wengine wamepona. Nairobi 274, Busia 115, Makueni 84, Kiambu 44. Ukiangalia hizi county zote ni ile iko kwa corridor ya main road, ya main highway. Ujasikia watu wengi sana kutoka kule makaunti zingine zenye ziko kando kando, lakini ni zile penye watu upitia kwa main highway. Kwa hivyo this is travel related and travel associated, kwa sababu 18% of the cases they are linked to Uganda, Rwanda na DRC. Kuna Mkenya ambaye anakutegemea sasa hivi PS anafaa kujilinda vipi dhidi ya Mpox? Kwa sababu unajua kwamba tunatangamana kila siku. High levels of hygiene. Katika hii magonjwa yote, high levels of hygiene. Wash your hands with water and soap. Kunawa mkono kila saa. Na hata ukisalimia watu, tafadhali nawa mkono. Pia wale mahotelia wenye wanahudumia wananchi, ni vizuri kuona ya kwamba watu wakilala pale, you disinfect the beddings. Badala ya kuona huyu hakuwa mchafu sana, uwezi ukajua alikuwa amebeba nini. Tafadhali osha hizo beddings na uweze you make sure that they are disinfected. Pia wale travelers wengi, kama umetravel hizo countries zenye ziko na affected sana na mambo ya Ebola ama Mpox, ukifika kwa nchi ni vizuri ukajipeleka kwa hospitali, pia ukaangaliwa kama iko shida, because labda screening haijakupata vizuri. Sasa we mwenyewe you know it is a self decency and responsibility. Kujua tu juu usipoenda kwa hospitali unaweza ukakuwa na zile virusi na ukapasha virusi yenyewe kwa labda mke wako ama familia kwa jumla. Familia kwa jumla. Naam. Okay. So ni vizuri pia tusiende kwa chemist kujitibu. Ukisikia uko na signs and symptoms kidogo, tafadhali nenda hospitali ndio ukue prescribed vizuri. Our hospitals these days na pia lab zetu ziko juu sana. Hapo awali tukiwa na COVID tulikuwa tunapata sample moja inapelekwa South Africa, inakaa siku 2-3 kabla irudishwe nchini. Saa hii our laboratory capacity iko juu sana. Ikiletwa sample leo 6 hours tunakuwa tumepata either a confirmed case or a negative case. Okay. Tuzungumzie universal health coverage, na bila shaka ni mojawapo wa agenda kuu za katika manifesto ya serikali ya Kenya Kwanza walipoingia mamlakani 2022. Mwanzo tuanze na hali ya sasa. What is the state ya universal health coverage kimukhtasari? Lakini
You know, universal health coverage is not a one issue. Okay. Universal health coverage inaongelelea mambo ya health products and technologies, and that one includes commodities. Tunaanzia pale KEMSA kuna dawa ama kuna dawa. KEMSA refill rate right now ni 90%. Hiyo ni kumaanisha kwamba hata counties wakikuja zile dawa wanataka 8 out of 10 utazipata. As opposed to before it was about 40%. So ungeenda pale uko na pesa unataka dawa lakini wanakuambia we are out of stock. So tumestock. Pia equipment. When we talk about equipment right now tuko na mradi inaitwa National Equipment Support Program. Na counties venye wanahitaji kufanya ni kuandika tu kwa national government because it's a coordinated program. Kuambia katika hospitali level 5 yangu, level 4, these are the equipment I need. MRI, CT scan, halafu merchants wako tayari. They are supposed to take those equipment without being paid anything, but we pay the equipment tukishatumia. It is fee for service. Tukitumia ile equipment basi wanatumia. So there is no point hospitali zetu zitaanza kusema hakuna equipment, na hiyo program imeshaanza. Tumeanza kupeleka hizo equipment kwa mahospitali mbalimbali. Zingine hazijafikiwa bado because the equipment sometimes they have to come from outside the country and sometimes ina take long kuzifikisha pale. Kitu ya pili ni mambo ya healthcare workforce. Ukiangalia mambo ya healthcare workforce, ni kuambie tu kidogo. We have institutionalized various dialogues na unions wetu. Kwanza kabisa, since 2022, 24,573 healthcare interns have been deployed since 2022. And they are employed across the country. Kama sasa juzi in June, from 1st of July, we have deployed 6,300 health interns katika mahospitali mbalimbali, and that brings the capacity and the intensity pale kwa mahospitali. The government has also invested more than 19 billion shillings over the last 2 financial years to support internship training. Pia the conversations za unions na sisi, just to make sure that most of the things that we have agreed before zimetimika. Kwanza kabisa, the Kenyan Union of Clinical Officers, we have signed a new CBA in February of this year, something that had never been seen. The first ever CBA also for the Kenya Union of Nurses and Midwifery. It was signed August of 2024 with negotiations of the next cycle underway. Sasa tumeanza negotiations ya the next cycle. Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union, we are also ongoing with their CBA. So katibu, ina maana kwamba ile migomo ambayo tumekuwa tukishuhudia, kwa sababu whatever you talk about the CBA, tumekuwa tukiona watu wahudumu wa afya wanagoma. Wakasema kwamba actually the other day madaktari walikuwa wanagoma. Hata sasa hivi kuna mgomo unaendelea. Hata sasa hivi kuna mgomo ambao unaendelea. Na tulikuwa mpaka na yule chairperson of muungano wa madaktari nchini. Bila shaka. Tulikuwa naye hapa I think 2 months ago. Katibu, utekelezwaji wa CBA na hata ukiangalia even nurses ambao wako on strike right now. One of the reason wako on strike wanasema kwamba hakujatekelezwa mkataba wa makubaliano wa CBA. Utekelezwaji wa CBA, shida inakuanga gani? That depends from one government to another, from county to county. Nimeona ya kwamba katika counties fulani iko migomo inaendelea. And it's a serious one, by the way. Yes, and it's very sad, and I would ask the governments
kutoka hizo county wakae chini na wale nurses wajue watatatua hiyo maneno aje, because hii si mgomo ya national government ama from the national, it's different governments. Okay. Remember, katika county yoyote kuko na public service na kuko na terms and for employment. So different counties labda wamegoma, wengine wale wako contract wanataka kuwa PNP, wengine wale kunao wanataka career progression, kuna wengine wanataka promotion. So ningependa tuangalie kutoka county moja kwa nyingine ndio tujue kwa nini wamegoma. Okay. Tukigeneralize kama from where I sit, hatujapata kuwa na migomo yoyote katika kwa madaktari ama nurses ama hawa other unions or other cadres. Na Madam Pierce, haya yote yanajiri wakati ambapo hapa tumekuwa na baadhi ya maafisa wa miungano hii ambao umeitaja KMPDU, KNUN na kadhalika, KUKO na kadhalika, wanahisi kwamba kugatua sekta ya afya was not a very wise decision. Wanadhani kwamba labda hii ni sekta ambayo it's very core na ni muhimu sana kwa Mkenya na labda ingesalia katika serikali ya kitaifa. Your opinion kuhusiana na hili ni gani? I think we are losing the plot kwa sababu nilikuwa najibu swali ya universal health. Tutakupatia nafasi utaendelea. No, tuko hapo tuko bila shaka swala zima la mambo ya ugatuzi, mambo ya healthcare. I am one supporter of devolution. Really, devolution is a good thing because inapeleka services karibu na watu. Kama ni mahospitali zinajengwa karibu na watu, na venye iko sahihi zile hospitali za chini kabisa, watu ndio wana run hizo hospitali through committees za hapo nyumbani. Mnajua pesa mkirudishwa na SHA mtanunua dawa ama mtaajiri wahudumu ama ni mtajenga maternity. Nyinyi ndio mnaamua kwa sababu problems are unique from different areas. However, unajua kama mtu mwenye amekuwa ama mwenye anaangalia hiyo masilahi sio serious, hapo ndio tunaweza sema. Hatuwezi tukasema ugatuzi ndio mbaya, yule mtu ndio labda mbaya. So it narrows down to leadership. It narrows down to leadership and the person who has been mandated to deal with that. Okay. Nikuregesha nyuma basi. Ushirikiano upo kivipi kati ya the national government and the county government to strengthen universal healthcare? Yeah. Nilikuwa nimesema mambo mawili. Nilikuwa nimeongea mambo ya health products and technologies. Tena nikakuja kwa wahudumu na nikasema venye tunashirikiana. The work of the national government is actually policy and training. Okay. Na ndio maana tuko na ile postgraduate training ya kupeleka madaktari waende wakafanye ama wakasome ile specialized care. So what we are doing is a needs assessment za counties. Ndio wakituletea wahudumu, tunajua ya kwamba huyu mhudumu akifanya obs gyna atarudi pale chini ndio aende akahudumie. Kama ni neurosurgeon atarudi pale chini aende akachinje watu. Ama kama mhudumu yoyote ama ni wale manasis wa intensive care pia wanarudi pale kuwatibu wahudumu. Ile kitu nyingine tumesisitiza sana ni mambo ya primary health care. When the government came to power, we started off by having laws. There are 4 laws. One is the Primary Healthcare Act of 2023. And the Primary Healthcare Act ndio imeshikilia hii mahospitali za chini na pia CHPs kuwatambua. Ndio maana unaona tukifanya SHA wanarudishiwa fedha pale chini through the Primary Healthcare Fund. Ile law ingine ni digitization, and that is another core area that we have. Healthcare is highly digitized right now. Right from the triage mpaka kule unachukua dawa. Digitization. Ukiwa mdogo labda ulikuwa unaona ile quota exercise book ulikuwa unaenda nayo. Saa hii unaenda hospitali
unabeba kidole yako tu na ID. Na hata ukipewa referral bado utapata jina yako pale. So digitization is one of the other areas that we are very very keen. Ndio maana umeona mpaka CHP ako na simu yenye ina collect data. Akienda pale kupima watu blood pressure, ugonjwa ya sukari, ama kupima watoto, kujalia wale wajawazito, pia anaweka ile data katika ile simu. Na akiweka data katika ile simu inakuja kwetu sisi. Tunaweza kupanga maarifa kwa maarifa. Planning is everything. Okay. Tunaweza tukajua ni dawa gani zinatakikana katika village gani, hospitali gani, ni pesa ngapi zinahitajika kupangia mambo ya malaria, mambo ya cholera na hiyo yote. Okay. Hiyo nyingine ni the Social Health Insurance Financing Act of 2023. Okay. Na hiyo ndio imejenga SHA. Sababu SHA ndio nyumba ya yenye imebeba insurance ya watu, bima ya kila mtu katika hii nchi. And the final one ni ile inaitwa Facility Improvement Financing Act of 2023. Kabla tuelekee mapumzikoni, kwa sababu najua upande wa pili pia tunadaiwa, nitakurejesha nyuma kidogo kwa primary health care na pia hii SHA ambayo umeitaja. Baadhi ya Wakenya wanahisi kwamba, of course the discussion whether SHA is working or not, I know that is a discussion that we've had so many times, lakini Wakenya wengi wanahisi kwamba it doesn't make sense iwapo nitakwenda katika health center karibu nami kuweza kutibiwa, kisha naambiwa kwamba serikali inagharamia, lakini mwisho wa siku naambiwa hamna dawa. And this one I mean, tunapokea hapa SMS kila siku kwamba dispensary ambayo iko karibu nami hakuna dawa. Nimekwenda nimetibiwa, lakini naambiwa nitafute dawa. Ilhali was it last week kaka Hukumu tukiambiwa na Wizara ya Afya kwamba kuna dawa ambazo zinafaa kuharibiwa, I think in the last 2 or so years, kutokana na of course systematic challenges, mambo mengi ambayo iliweza kutokea katika Wizara ya Afya. What is the problem na swala zima la dawa katika hospitali zetu? Ndio maana niko hapa kuwaelimisha wananchi. Kitu ya kwanza, hospitali zetu zinaraniwa na what we call the committees. That is what the law says. And committees ni representative ya kila mtu pale kijijini. Ile hospitali iko karibu na wewe. Kila mwezi ama kila time wanarudishiwa fedha. Wakitibu watu pale wanarudishiwa hiyo fedha na SHA. So hiyo fedha inakuwa budgeted for pale kwa ile hospitali. Na wao ndio wanafaa, hiyo committee ndio wanafaa kujua ni fedha gani itaenda kwa dawa. Na ndio maana tunasema ukienda hospitali uambiwe hakuna dawa, hata afadhali umake hiyo ikuwe kesi. Kwa sababu it is wrong. Okay. And the law states ukienda pale kwa hospitali unafaa kupewa dawa. Ile tunafanya sahi, it is to make sure we do track and tracing ya madawa zetu. Sababu tumegundua ya kwamba pesa ikifika pale sometimes priority inapelekwa mahali nyingine. Badala so madawa inunuliwe. Madawa inafaa kununuliwa. Na inafaa kununuliwa na kupangiwa na zile committees ziko pale kwa mahospitali. Lakini what happens fedha zikichelewa? Kwa sababu SHA pia kumekuwa na mjadala kuhusiana na pesa za SHA pia zinachelewa kurejea baada ya claims kuwa submitted. Inalingana ni hospitali gani. Unajua pia kama umelete karatasi yako kama inahitaji marekebisho, basi pesa yako itachelewa. Kwa sababu kama hujarekebisha pia lazima urekebishe vizuri ndio fedha irudishwe. Lakini what I would say about SHA ni tusigeneralize. Let's not now generalize. Hizo shida ndogo ndogo tunaongea juu yake, zingine ni za last year. Sahi ukienda kwa mahospitali, aswa hizo hospitali ndogo ndogo ninaongea juu yake, wako na furaha sana kwa sababu wengine hawakuwa wanapata fedha yoyote. Sahi unakuta hospitali ndogo inapata 1 million, 2 million per month. Hakuna kitu hauwezi ukafanya na ile fedha.
Alright. Kwa hivyo tunahitaji wale committees wa zile hospitali wakuwe serious na waanze kuhudumia wananchi venye inapaswa. Mary Muthoni ni katibu wa afya ya umma katika Wizara ya Afya. Dakika 5 kabla kufika 3 kamili. Mary, tunapokea maswali kutoka kwa wananchi muda sio mrefu. Shaka dakika 3 kabla kufika 3 kamili. Radio Maisha, radio zaidi ya Radio Maisha, asubuhi ya 10 na sakali. Tuko na Mary Muthoni, katibu wa afya ya umma, na muda huu tunakupa nafasi kuweza kuuliza swali 0719012700. Tafadhali ukipiga simu unatuambia kwamba unaitwa nani na swali lako ni gani. Salamu kidogo utamsalimia katibu siku nyingine, lakini kwa muda huu ukipiga simu tafadhali unatuambia kwamba wewe ni nani, unapiga simu kutoka wapi na swali lako ni gani. Radio Maisha leo. Okay, amekatika huyo. 0719012700. Radio Maisha leo. Hello Radio Maisha. Bila shaka ningependa kuuliza katibu, kwa nini kituo cha either quarantine ama isolation boni sijengo katika mahospitali zetu za kaunti ama za kitaifa, zipelekwe mahali ambapo hakuna vituo vya kutibu watu? Na la pili ni kwa nini katika mpaka zetu mbona wasiajiri wahudumu wa afya wa kutosha, waanze kutumia sijui manyumba 10 ama wazee wa mitaa au wazee wa mitaa pia wana kazi ya kufanya, watumia serikali inafaa iajiri wahudumu wa afya wa kutosha katika mpaka, si kwa pia wazee wa mitaa kushughulikia. Umeeleweka ndugu yangu, shukrani sana. Nadhani kwamba katibu bila shaka ameandika mahali. Radio Maisha, unaitwa nani kutoka wapi na swali lako ni gani? Hello Radio Maisha. Wiki Vokum. Unaitwa nani kutoka wapi na swali lako ni gani tafadhali? Wewe ni kiongozi wa Misiamua. Nadhani kwamba uko tayari kuuliza swali. Radio Maisha no. Hello Radio Maisha. Radio Maisha no. Hello. Unaitwa nani kutoka wapi? Naitwa Mora. Mora, tafadhali swali lako kwa katibu ni gani? Mwanzo namsalimia katibu, alafu swali langu liko katika SHA. Ni kwa nini mara nyingi tukienda hospitali unapata kwamba inachukua muda mrefu? Lazima wapige simu headquarters, wathibitishe kwamba uko hospitali fulani, kiandikiwa madawa, lazima pia wakonfirm na pale Nairobi. Sasa unaenda hospitali unakaa muda mrefu sana ukisubiri SHA iweze kuconfirm kutoka Nairobi. Mbona hospitali wasipatiwe majukumu ya kutibu na kumalizana na mgonjwa, mengine wafuatilie baadaye? Shukrani sana. Step forward. Swali nzuri. Chengo kutoka Bamburi, swali lako kwa katibu ni gani? Moja kwa moja tafadhali. Moja kwa moja kabisa. Asante sana. Swali langu, hii migomo ya hawa madaktari itaisha lini? Yeye kama katibu ana mikakati gani? Kama serikali wana mikakati gani kuona ni kweli lakini hii suluhu inaisha? Kila siku mgomo, wagonjwa ni wengi hospitalini lakini wahudumu hakuna. Sasa hii namna gani? Wanataka tukufe ama? Bila shaka sidhani kwamba wanataka tufe. Bila shaka ujumbe mfupi ni kwa 32277 Maisha asubuhi. Saa 3:07 zinakatika na Radio Maisha, radio zaidi ya radio kumu na sakali. Na bila shaka tunamalizia mdahalo wetu asubuhi ya leo na katibu wa afya ya umma Bi Mary Muthoni ambaye yupo ndani ya studio. Na sakali, labda kwenye jumbe 2-3. Bila shaka 22277 nitasoma labda rafa ujumbe mmoja. Festus kutoka Baringo County anasema kila wakati hospitali yangu ya nyumbani hawana dawa na lazima madaktari wawe na chemist karibu na mahali anafanya kazi. Nauliza iwapo kuna lolote mnaweza mkafanya kuhusiana na hilo. Alafu kuna mwingine hapa anasema anasikiliza, hajasema jina. Naona wengi anasema tu anafuatilia mazungumzo. Bila shaka katika 22277 nadhani kwamba hilo swali la dawa ndio tutakwenda nalo. Na nimerejelea mambo ya dawa sana. Na ninataka inform members of the public that ile power wako nayo hata to make sure hizo dawa zimefika hapo ni kubwa sana. Hiyo hospitali ni yenu according to the law. Nenda pale kwa hospitali, utafuta chairman ni nani, committee members ni kina nani, ndio tuweze hata kufuatilia
kufuatilia ile budget yao kama wameweka pesa ya dawa ama hawajaweka pesa ya dawa. Sisi ile kazi tutawasaidia nayo ni oversight. Kufuatilia na county government kuona Facility Improvement Financing Act is operational, that those committees are operational, because that is the engine of our primary health care. Okay. Yale maswali mengine? Nimesikia pia ameuliza mambo ya kwa nini hatuajiri wahudumu. Just to confirm to you that this financial year more than 6,000 healthcare workers wale wa universal health coverage wamekuwa confirmed to permanent and pensionable PNP, and will continue employing more through the county governments. Health is a devolved function, so indeed sisi kama national government we do not have space ya kuemploy juu sijui nitawapeleka wapi pale Happy House. Sasa labda mahospitali kama Kenyatta, hospitali kama MTRH, lakini the bulk of the employment happens at the county government. Pia nimesikia mambo ya mgomo, nilikuwa nimeongea mambo ya mgomo. Wacha tusigeneralize kwa sababu hatuna national strike. What we have are poaches, different counties, na different county iko na mashida yake. Ni vizuri tukienda ile county tunawauliza kwa nini wahudumu nurses hawajarudi kazi, ni nini hamjatimiza, tunaweza tukawasaidia aje. Na hiyo ndio tunaendelea kufanya. Labda kuna swala moja ambalo ni muhimu tulizungumzia wakati tunaelekea kumaliza, swala zima la budgeting kwa ajili ya Wizara ya Afya. And of course we all understand kwamba kuna support ambayo iliweza kukatizwa kutoka largely nadhani kwamba serikali ya Marekani baada ya Rais Donald Trump kuingia mamlakani and so on. Na kuna sekta muhimu ambazo zimeweza kuathirika, ama kuna matibabu muhimu ambayo yameweza kuathirika. Of course kuna virusi vya HIV, kuna malaria kwa kiwango kikubwa tuko tunapata funding kutoka Global Fund kama sijakosea. Kisha kuna hili swala zima la family planning. I'll give you an example kwamba serikali imeweza kutenga takriban 500 million shillings kwa ajili ya mipango inayohusu family planning, na sekta hii inahitaji takriban shilingi bilioni 5.8. So hili pengo inakuwaje sasa? In short, and to summarize that issue, ni kusema ya kwamba even with the cutting of funding from different quarters, as a country tumeweza reorganize and to give priorities to some of those areas. So what we did is to ensure pia sisi tumeweka hizo budgets. Ile ilikuwa tunaweka kama priority ile inahitajika sana to the list, kwa sababu hautawacha mambo ya magonjwa na labda unaenda mambo ya printing, so we reduce vitu kama printing, tunaenda digital. But we make sure that there are budgets for this. However, you know that even after the USAID ilitolewa, bado kuna funding kubwa sana imetoka katika US government, na pia Global Fund iko, pia tuko na mfumo kama ya World Bank, bado zile funding zinakuja. So hakuna kitu imekatika kabisa. Na ukiangalia hata ile deni tulikuwa nayo kubwa sana katika family planning ilikuwa ya Gavi, tumeweza kulipa kama because I'm looking at the percentage. This is 9% of the required budgetary allocation. Rome was never built in a day. Uwezi ukaanza tu alafu unamaliza yote, but we have been able to prioritize in terms of planning. Hata ukiangalia sekta yetu in terms of planning, and there has been even an improvement in budgeting from 130 to 1 billion to 175 billion. So hatuwezi tukasema tunaenda chini, yet our budget is going higher. Just a follow-up question tukimalizana na hiyo story. Yes. Kumekuwa vile vile na mjadala kuhusiana na fake ARVs, fake condoms in the market. Nakumbuka tukifanya taarifa nilijitokeza sana mwezi uliopita kwamba labda kuna wale wagonjwa, na actually hata ukisoma kwenye baadhi ya taarifa kulikuwa na wagonjwa wenyewe ambao wanategemea ARVs walijitokeza na kusema kwamba dawa ambazo kwamba walipewa ile kundolika kwamba ni fake. How does that happen? Our Pharmacy and Poisons Board is on high alert.
na hii vitu yote, na ndio maana umesikia zilijulikana kwa sababu of the robust surveillance that we are doing ya madawa. Kumbuka ya kwamba nimesema pia our health sector right now is very highly digitized, so tunaweza kutengeneza ile inaitwa track and trace. Tutakuwa tuna track dawa kutoka from the manufacturer, hata kama manufacturer ako India, tunajua ni dawa gani imeingia kwa Kenya, hiyo dawa imeenda KEMSA, imetoka KEMSA imeenda hospitali gani, na imetoka hospitali imeenda kwa mgonjwa mgani. Okay. Huyo mgonjwa akipatwa na reaction ya hiyo dawa, tunaitrack back kwa nini. So vitu kama hizo zitaenda zikiisha. We may not be 100% right now, but I can tell you for a fact what is happening in the health sector is in the right direction. Nadhani kwa sababu ya muda, Madam Pius, inabidi tukafunge pale, lakini you are parting shot to Kenyans ambao wanakutagia asubuhi leo in terms of health generally, because najua health education is very key to Kenyans. Yes. Public health is health, na sisi wote tunafaa kukuja pamoja. It's a collective responsibility. Hakuna mtu anaweza akamaliza mambo ya afya peke yake, whether ni serikali ama watu binafsi ama mahospitali ama yoyote yule ama makanisa. Sisi wote lazima tukuje pamoja. All these issues tunaona, pia sisi tuko na opportunity ya kupeana mawaidha ama kupeana ideas. Sisi we are an open book. Tunasikiza venye Wakenya wanasema, tunaenda tunarekebisha, na ndio maana unaona mpaka tumeweza kulaunch ambulance dispatch center, kwa sababu tumewasikiza Wakenya. Watu wako mbali, wanapatwa na msiba usiku, unakuta hakuna gari ya kukufikisha pale unafaa kufika. So tumeleta ambulance 922, unapiga simu. Hiyo simu haihitaji ukuwe na credit. Hiyo simu haihitaji ukuwe umejiandikisha kwa SHA. Na pia hiyo simu haihitaji ukuwe unajulikana wewe ni nani. Unapiga, alafu sisi kutoka SHA, huyo mwenye ambulance ndiye atarudishwa pesa. So it is an easy way to help Kenyans. All right. Pia tukiendelea mambo ya public health, high levels of hygiene. Hii magonjwa yote, magonjwa ya kuambukiza haya, inaletwa na uchafu. Okay. Hii ni magonjwa tunaweza tukaprevent. Hii ni magonjwa tunaweza kunawa tu mkono na tukaepukana nayo. Alright. Making sure our environment is also clean and making sure that we also have we take clean water and we also are able to take care of our sanitation. Okay. Alright. Asante. Shukran Mary Muthoni ambaye bila shaka ni PS wa Wizara ya Afya akisimamia masuala ya afya ya umma. Asante sana kutenga nafasi kwa nasi siku ya leo. Na mwisho kabisa ningependa kuwaita katika Kenya Health Summit yenye itakuwa pale KICC on the 18th and 19th of this month. That is August. Safi. Pale I think hiyo maswali yote tunaulizana hapa majibu itakuwa pale na mengi sana, sababu health hatuwezi tukamaliza na wana. Of course, yeah. In fact nimeona kama tumescratch tu kidogo, hata kuna kitu tumesema. Tutakualika tena na tena. Tunatumai utakuja tena, sio? Sawa. Asante. Wakati wote. Asante sana.